Katika magonjwa ya zinaa, ugonjwa unaozingatiwa na vijana wengi ni ule wa virusi vya ukimwi, huku magonjwa mengine kama gono na kisonono yakiwa hayafikiriwi sana, hususan na vijana. Baadhi ya vijana mkoani Dar es Salaam wanasema kuwa magonjwa ya zinaa wapo wanayoyatilia maanani, huku wengine wakizingatia VVU peke yake kama ugonjwa unaotisha zaidi wa zinaa. Labda ukipata mpenzi, wewe unazingatia magonjwa gani ya sasa ya zinaa? Anaogopa kwanza kama ukimwi au mengine ni bahati nasibu tu. Maana mwenyewe ndio unajua jikinge vipi. Umeshawahi kujikuta kwenye magonjwa kama ya gonorea, kaswende nini? Kwa mtoto wa kiume hiko ni kitu cha kawaida tu. Yapo tu. Kama mtoto wa kiume kweli lijali. Yaani katika hivyo vitu ukiachana na ukimwi, hivyo lazima uvipate. Sisi kama vijana, kuna baadhi ya vijana hawajitambui kuhusu hizo situation, lakini kuna vijana ambao wanajitambua. Lazima uzingatie, ni muhimu kwa sisi kama vijana. Lakini kuna vijana limbukeni, kuna baadhi ya hivyo vitu wanania zingatia yani. Kwa nini magonjwa bado yanaongoza ya zinaa? Ni kufuata utaratibu kinga, yani ni ngono zembe, wanatumia ni ngono zembe. Kwa ndo madhara yake ndo hayo, unakuta mtu anaenda kujamiana, atumii kinga hivyo. Hospitali kubwa kama hii ya Sinza, maarufu kama hospitali ya Palestina, kuna takwimu za kutosha kuhusiana na magonjwa ya zinaa ambayo yanaonekana kukua. Na hapa tumefika kuzungumza na Dr. Godwin ambaye ni mratibu wa magonjwa hayo, akitupa takwimu ya ukubwa wa matatizo haya. So in a broad terminology tunasema ni kwamba ni discharge syndrome. Kwa mfano, kwa hiyo miezi ambayo nimesema, tuna idadi kubwa sana ya watu ambao wana genital discharge syndrome. Yani wanatokwa na uchafu ambao sio kawaida kwenye sehemu zao za siri. Wote, wa kike na wa kiume. Unaweza ukawa unatokwa na uchafu, kuna uchafu wa kawaida ambao huambukizwi. Kwa sababu wanawake wengi, kwa sababu ya anatomy ya maumbile yao, wako exposed sana kupata kama fangasi. Vile huwezi kusema kwamba wameambukizwa kwa njia ya ngono. Lakini kuna aina fulani ya discharge, uchafu ukitoka, tunasema hii sasa imetokana na kitu fulani. Tunafanya vipimo, tunakuja kwenye diagnosis, tunaweza kumtibu sasa huyo mtu. Lakini wagonjwa wote ambao tunawapata wakiwa na maradhi ya sexually transmitted infections, lazima tuwalink kwenye kutesti HIV. Kwa sababu kupata haya maradhi manake umefanya unprotected sex. So actually lazima tukuscreen pia na upande wa pili ili tusikumiss. Kutoka hapa mkoani Dar es Salaam, mimi ni Samson Charles wa hapa East Africa TV.